Mji wa Kitema ulikuwa mashuhuri kwa sherehe zake, ngoma zake na watu wake wenye furaha. Kila jioni, sauti za vicheko na nyimbo za vijana zilijaa hewani kama harufu ya maua ya porini. Lakini hata katika mji uliokuwa na watu wazuri na wenye mvuto, bado kulikuwa na mtu aliyemvika taji la uzuri bila kupingwa: Amina. Amina alikuwa msichana wa miaka 22, mwenye tabasamu lililoweza kuzuia mvua na macho yaliyong'aa kama usiku uliojaa nyota. Kila alipopita sokoni, wanawake walimgeukia na kutabasamu, huku wanaume wakidaka pumzi kana kwamba walikuwa wamemuona malaika aliyetembea ardhini. Siku moja, wazee wa mji walitangaza kuwa kutakuwa na tuzo ya mrembo wa msimu, hafla iliyofanyika mara moja tu kila baada ya miaka 3. Kila mtu alijua Amina angeshinda hata kabla ya shindano kuanza. Hakuna aliyefanana naye, hakuna aliyempita wala aliyemkaribia. Lakini wakati watu wakishangilia, miongoni mwa umati, kulikuwa na mwanamke mzee aliyefika Kitema siku hiyo hiyo, Bibi Senga, mganga wa kale anayejulikana kwa uwezo wa kuona ukweli uliofichika, hata ule ambao macho ya kawaida hayawezi kuona. Bibi Senga aliangalia Amina kwa macho ya kutafakari, si ya kushangaa. Wakati umati ulimzunguka msichana huyo, kumsifia na kumpa zawadi, Bibi Senga alitabasamu kwa upole, tabasamu ambalo lilikuwa na maana iliyofichwa. Siku ya shindano ilipofika, kila mmoja aliweka shughuli zake pembeni. Watu walivaa mavazi yao bora, wakapamba nywele na wakasafisha viatu vyao. Mji wote ulihudhuria uwanja wa kijiji. Hata watoto waliokuwa na majina ya mbuzi na kuku waliwaachia wanyama wao wakimbie ili tu wawe miongoni mwa watazamaji. Amina alikuja akiwa amependeza sana kiasi kwamba hata jua lilionekana kung'ara zaidi alipofika uwanjani. Umati ulilipuka kwa makofi. Amina! 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 Watu walipiga kelele. Lakini Bibi Senga hakuungana na kelele hizo. Alikaribia jukwaa taratibu, mikono yake ikiwa na mwanga wa ajabu kama ule wa alfajiri. Leo, alisema kwa sauti ambayo ilizima makelele yote, tutapima uzuri wa nje na ule wa ndani. Watu walicheka, wengine wakafanya mzaha. Uzuri wa ndani tena unatizamwaje? Je, kuna mizani maalumu? Vijana walikejeli. Lakini Bibi Senga hakutikisika. Alileta kioo kikubwa cha kale, chenye fremu ya mbao ya mninga, kikiwa kimekumbwa na maandishi ya ajabu yaliyokaa kama michoro ya utamaduni uliosahaulika. Aliposimama mbele ya Amina, umati ulitulia. Amina akatabasamu, akijua hakuna kioo kingeonyesha chochote isipokuwa mwonekano wake mkamilifu. Jiangalie, Bibi Senga alisema. Amina alicheka kwa kujiamini, akakaa sawa, kisha akatazama ndani ya kioo. Lakini kile kilichoonekana hakikuwa tabasamu lake. Hakikuwa uzuri wake. Hakukuwa hata mfano wake. Watu walipiga kelele, wengine wakastuka na kurudi nyuma. Ndani ya kioo, badala ya Amina, alionekana msichana, mwili uliojaa makovu, macho yaliyokosa mwanga, ngozi iliyokauka kana kwamba imeteketezwa na moto wa ndani. Amina alishtuka. Hapana, si mimi huyo. Si mimi. Umati ukaguna. Wanawake wakashikana mikono. Watoto wakajificha nyuma ya miguu ya wazazi wao. Kimya kizito kilitanda Kitema kama wingu jeusi. Bibi Senga akasema kwa sauti iliyopenya hadi mioyo ya watu, uzuri wa nje unaweza kuwadanganya wengi, lakini kioo cha ukweli hakiwezi kudanganywa. Na hapo ndipo hadithi ya Amina ilipoanza, hadithi ambayo ingezua mafunzo, majonzi, siri na ukweli ambao mji mzima haujawahi kuona. Usiku ulivyosogea, kijiji chote kilionekana kutulia, lakini ndani ya nyumba ya mama mkongwe yule aliyeonekana kwenye picha kulikuwa na hewa nzito isiyoonekana kwa macho ya kawaida. Ni kana kwamba upepo uliingia na kutoka bila kuruhusiwa, ukirandaranda juu ya dari lililochoka kama ulikuwa ukitafuta jambo. Amina, msichana aliyekuwa akitazamwa na kijiji kizima kwa uzuri wake, alilala kitandani, lakini usingizi ulimkataa. Kila alipofumba macho, aliona sura ya yule aliyekuwa kwenye kioo, sura iliyokonda, yenye macho yaliyodidimia, na ngozi iliyokauka kama mtu aliyepigana vita vya miaka mingi ndani ya mwili wake mwenyewe. Lakini jambo lililomshangaza zaidi ni kuwa, uzuri wake wa nje haukuathirika hata kidogo.
Watu walipoamka asubuhi, walimsemesha kama kawaida, hongera Amina, wendo maua ya kijiji hiki. Hakuna kama wewe. Uzuri wako ni baraka. Lakini moyoni mwa Amina kila neno lilimuumiza. Alijua kuwa kioo hakijadanganya. Alijua kuwa kuna kitu ndani yake kinachooza, kinachofifia, kinachopungua siku moja baada ya nyingine. Siku iliyofuata Amina alimtafuta mama mkongwe. Alimkuta amekaa kando kando ya ufuo wa bahari ya Hindi, akitazama majimaji ya bluu yenye mawimbi madogo yaliyovuna mwanga wa jua kama almasi zilizosambaa juu ya maji. Mama, inaomba msaada, Amina alisema kwa sauti ya kutetema. Mama mkongwe hakumgeukia mara moja. Aliendelea kushika mchanga mkononi, akiuacha uteketeke taratibu. Kuna mambo matatu ambayo kioo huonyesha, alisema polepole, kitu ulicho nacho, kitu ulichonacha na kitu unachoficha. Amina aliinama. Kile nilichoona ni nini? Mama mkongwe alipumua kwa kina, macho yake yakitazama mbali kana kwamba aliona zaidi ya upeo wa macho ya mwanadamu. Kile ulichokiona ni roho yako. Amina alishtuka. Lakini kwa nini ni mbaya hivyo? Kwa nini ni dhaifu? Kuna nini ndani yangu? Mama mkongwe alinyanyuka, akiegemea bakora yake. Kwa sababu watu wote wamesema uzuri wako lakini hakuna anayejua nini kinakuliza ndani. Hilo ndilo giza lako. Amina alikaa kimya kwa muda mrefu. Hakuwahi kumwambia mtu yeyote kuwa mara nyingi alijihisi mnyonge, asiyejitosheleza, asiye na thamani. Uzuri wake ulikuwa kama barakoa iliyomficha. Alijifunza kutabasamu kila anaposifiwa, akijua kuwa ndani anazidi kupasuka. Mama mkongwe alimpeleka Amina kwenye nyumba yake ya zamani, ile iliyoonekana kwenye picha. Ukiingia tu ndani, harufu ya mimea iliyokaushwa, mafuta ya asili na moshi wa ubani ilijaza hewa. Ukuta mmoja ulikuwa umejaa vioo vya kila aina, vidogo, vikubwa, virefu, vya duara na vya miraba. Hiki ndicho chumba cha nafsi, mama mkongwe alisema. Hapa kioo kinakuonyesha kile hata macho yako ya ndani yanashindwa kukikubali. Alimpa Amina kioo kidogo kilichong'aa kama kimeoshwa na machozi ya usiku. Tazama. Amina aliweka kioo usoni, moyo wake ukidunda kama ngoma ya vita. Mara hii hakutaka kukwepa, alitaka kujua ukweli. Kilichoonekana hakikuwa kibaya kama mara ya kwanza, lakini bado kilikuwa cha kutisha. Sauti kama ya hewa iliongea ndani ya kichwa chake, hiki ndicho unachokuwa usiku unapolia mwenyewe. Hiki ndicho uzito unaobeba kila unapojaribu kuonekana mkamilifu. Hiki ndicho kiwewe cha kila neno ulilowahi kuambiwa kuwa hautoshi. Amina alianza kutokwa na machozi. Hiki ndicho nimekuwa nikikimbia kwa miaka, alisema. Mama mkongwe aliweka mkono mfupi na wenye mikunjo juu ya bega lake. Mtoto wangu, uzuri wa nje ni kivuli tu. Kinachoishi ni uzuri wa roho. Lakini roho yako imechoka, imeelemewa, imepoteza sauti. Hakuna dawa ya kuirudisha hadi ujirudishe mwenyewe. Mama mkongwe alimwambia Amina kuwa lazima afuate utaratibu wa siku 7. Siku 7 za kuangalia ndani ya nafsi yake bila kukimbia, siku 7 za kukutana na majeraha aliyoficha, siku 7 za kujifunza kukubali. Siku ya kwanza alitakiwa kuandika mambo yote aliyowahi kuambiwa yaliyomuumiza. Siku ya pili alitakiwa kuandika vitu vyote anavyojilaumu. Siku ya tatu alitakiwa kuandika ndoto zake zote ambazo ameacha kuzifukuzia kwa sababu alimwogopa dunia. Kila siku Amina alienda kwa mama mkongwe kurudisha kile alichoandika. Mama mkongwe alikiunguza katika moto mdogo uliowekwa katikati ya chumba. Tunachochoma si karatasi, alisema, tunachochoma ni vizuizi vya roho. Lakini kitu kimoja hawakujua, yule kivuli kilichoonekana kwenye kioo kile ambacho kilikuwa mfano wa roho ya Amina nacho kilikuwa hai. Kadiri Amina alivyoendelea kusafisha nafsi yake, kivuli kilianza kupungua nguvu. Kivuli hakikutaka kuondoka. Kilikuwa kimelishwa na hofu yake kwa miaka mingi na sasa kinaona kinanyauka. Usiku wa 4 Amina alipokuwa amelala, kivuli kiliingia ndotoni kupambana naye. Alijikuta akitembea katika msitu mkubwa wenye miti mirefu iliyojikunja kama mikono ya miungu ya kale. Ukungu mzito ulitanda na mahali fulani mbali kulisikika sauti ya mtu akilia.
Amina alitembea hadi alipofika mbele ya yule kivuli, sura ile ile ya kioo. Lakini sasa kilikuwa na macho mekundu na hewa ya baridi iliyozima joto la moyo wake. "Kwa nini unanitaka?" Amina aliuliza. Kivuli kilicheka kwa sauti ya kuchoma nyasi. "Kwa sababu nimeishi ndani yako. Umeniweka, umenilea, ukanipa nguvu. Na sasa unajaribu kuniua." Amina alishikilia kifua chake. "Sikujua kama isingekuwa mimi, sijui kama kiko kwa hiari yangu. Kila hofu ulioficha ni mimi. Kila siri ulizojiumbia ni mimi. Kila machozi uliokausha usione aibu ni mimi. Na sasa unataka kuniweka wapi?" Amina alijikaza, macho yake yakitoa mwanga hafifu kama jua la asubuhi. "Nataka nikuache uende. Mimi sitaki kuishi juu ya giza tena." Kivuli kililia kama mtoto aliyechukuliwa toi lake. "Huwezi kuniacha. Bila mimi, nani utakuwa?" Amina alipumua kwa kina. "Nitakuwa mimi mwenyewe." Kwa mara ya kwanza kivuli kiliogopa. Amina aliamka akiwa amechoka, lakini pia akiwa ana nguvu ndani ya moyo wake. Siku iliyofuata alienda kwa mama mkongwe na kumwambia kila kitu alichokiona. Mama mkongwe hakushangaa hata kidogo. "Hicho ndicho kipande cha mwisho," alisema. "Sasa lazima ukabiliane nacho uso kwa uso." Alimpa Amina kioo kikubwa kilichokuwa kimepambwa kwa nyuzi za dhahabu na ngozi ya mti wa kale uliopatikana tu ndani ya pori la miungu. "Hiki kioo kitaonyesha mapambano ya mwisho. Ukiangalia ndani yake na kusema ukweli wa moyo wako, kivuli kitaondoka milele." Amina alisimama mbele ya kioo. Mikono yake ilitetemeka. Mama mkongwe alisimama nyuma yake kimya kimya. Kivuli kilionekana ndani ya kioo kama moshi mweusi uliotaka kutokea nje. Amina alihema. Akafungua mdomo na akasema maneno ambayo ameyaficha maisha yake yote: "Sijawahi kuwa mkamilifu. Sijawahi kuwa jasiri. Nimeumia, nimevunjika, nimejikataa. Lakini leo nakukubali. Nakubali kila doa, kila kovu, kila makosa yangu. Mimi ni binadamu na sihitaji tena kuficha giza langu." Kioo kilivunjika kwa mwanga mkali. Kivuli kilipiga kelele, kikiyeyuka kama theluji inayoguswa na jua. Mwanga ulijazwa chumbani, ukamfunika Amina hadi alipoanguka sakafuni na kupoteza fahamu. Alipoamka, mama mkongwe alikuwa ameketi karibu yake. "Kivuli kimeondoka," alisema. "Sasa roho yako ni nyepesi kama upepo wa asubuhi." Amina alijisikia tofauti kabisa. Uzito uliokuwa kifuani umepotea. Mawazo yake yalikuwa wazi. Na kwa mara ya kwanza maishani, hakuhisi haja ya kusifiwa ili ajidhamini. Alitazama kioo kidogo kilichokuwa kimeanguka. Sura yake ilikuwa ya kawaida, si ya kupindukia. Lakini macho yake yalikuwa na mwanga ambao hajawahi kuona kabla. Mwanga wa mtu aliyepata nafsi yake. Kioo hakikosei. Usiku ule, baada ya kutokwa na machozi kwa muda mrefu, Amina alirudi tena mbele ya lile kioo kilichomsumbua kwa siku kadhaa. Safari hii hakutaka kukimbia wala kugeuka pembeni. Alisimama pale akitetemeka, lakini akiwa na urijali wa moyo ambao hakuwahi kuonyesha maishani. "Kwa nini unanionyesha haya?" aliuliza kwa sauti ya chini. Kioo hakikujibu kwa maneno bali kwa picha. Polepole, taswira ya mifupa na kivuli cha giza ilibadilika na mahali pake ukaonekana uso wake wa kawaida, lakini wenye doa moja kubwa, jeusi, pale moyoni. Kwa mara ya kwanza, Amina aliuelewa ukweli ambao kila mtu alikuwa akimkwepa kusema. Uzuri wake wa nje ulikuwa mzuri kwa macho ya dunia, lakini kioo kilikuwa kikimkumbusha kuwa moyo wake ulikuwa umejaa majivuno, hasira na chuki ya miaka mingi dhidi ya watu waliomuumiza. Aliposhika kifua chake na kupumua kwa shida, mwanga mweupe ulitoka kwenye mikono ya yule mwanamke mzee aliyeonekana kama mchawi wa kijiji. Alimtazama kwa upole na kusema kwa sauti ya upole, "Uzuri wa nje ni kivuli tu, mwanangu. Uzuri wa ndani ndiyo picha ambayo kioo cha kweli hakifichi." Amina hakusema kitu. Aliketi chini, akalia kimya, na kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alikiri makosa yake, si kwa watu, bali kwa nafsi yake.
Na wakati machozi yake yalipoanguka ardhini, kioo kilitoa mwanga mkali, kisha kikapotea kabisa kana kwamba hakijawahi kuwapo. Asubuhi iliyofuata, watu wa kijiji walimwona Amina akitembea ufukweni, si kama mrembo aliyekuwa akivutwa na macho ya watu, bali kama mtu mpya mwenye utulivu, tabasamu la kweli na macho yasiyoogopa ukweli tena. Kwa sababu alijua uzuri hauko kwenye kioo, bali kwenye moyo unaoangalia.